na Morocco, timu ya taifa ya Morocco. Mechi ya mwisho tulifungwa nyumbani hapa goli 2-2. Morocco na wataji kina Hakim Ziyech, kina Achraf Hakimi. PSG kamuulize Liverpool mbele ya Hakim Ziyech, mbele ya Achraf Hakimi watazungumza nini, lakini kuna baadhi ya nyota wengi sana. Ndio huyo. Kwa hiyo tunasema timu ya taifa ya Morocco wamefika mpaka katika hatua ya nusu finali ya kombe la dunia, na ni timu ambayo iko katika nafasi ya 14 kwa ubora duniani, wakati Tanzania iko nafasi ya 100 na ushehe. Kwa yani kwenye kila kitu timu ya taifa ya Morocco imetuzidi. Lakini Hemedi Suleimani Morocco na benchi lake zima la ufundi, Simeone akiandaa timu kwa katika hali ya uoga, manake ukifikiria ukubwa wa Morocco inawezekana usipeleke timu uwanjani, isipokuwa wakati mwingine haihitaji uwe bora, isipokuwa unahitaji kuandaa kikosi chako kwa ajili ya kwenda kukabiliana na timu ambayo iko bora. Ukiangalia mafanikio ya timu ya taifa ya Morocco, inawezekana ukashindwa namna gani ambavyo uweze kukiandaa kikosi chako. Kwa Hemedi Morocco naamini ana huo uwezo wa kuifunga timu ya taifa ya Morocco vizuri tu. Ni inategemea tu na yeye kisaikolojia anawaambia nini wachezaji wake, na kwa bahati nzuri timu ya taifa ya Tanzania hivi sasa ina materials mbalimbali. Mfano Selemani Mwalimu anacheza Wydad Athletic ambayo inashiriki ligi kuu pale Morocco. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna ushamba mwingine, tunatoka kutumia neno ushamba, yani inawezekana BK wewe hujawahi kufika Morocco. Sasa kama hujawahi kufika Morocco maana yake kuna ile atmosphere ya pale yes ya Mohamed Viwa 5 ule uwanja. Sasa kama wewe ni Selemani Mwalimu ambaye tayari umecheza mechi kadhaa za pale Morocco, manake hautakuwa na cha kushangaa, isipokuwa wewe utakuwa unatumikia zile mbinu za coach ambazo amekwambia. Lakini tunanyota kadhaa, Simon Msuva klabu yake ya mwisho hapa Afrika kwa hapa karibu yes ni Morocco dhidi ya Wydad, na kukawa na kesi kubwa mpaka yeye mwenyewe akafanya kesi yake akashinda. Kwa hiyo tuna hicho kikosi ambacho sasa hivi kimekuwa na uzoefu na soka la Afrika, ni kitu ambacho pengine kinaweza kikawa ni sehemu nzuri sana ya kuanzia kulinganisha na huko nyuma jinsi ambavyo tulikuwa na changamoto kubwa sana. Unazungumza kina Shomari Kapombe, kina Mohamed Hussein wamekwenda sana kucheza na hizi Wydad pale Morocco. Kwa hiyo sitarajii kuona tukiwa wanyonge kwa kiasi hicho, ingawa no doubt hakuna mtu ambaye anabisha, hakuna mtu ambaye anakataa timu ya taifa ya Morocco. Hata ukitaka kushindanisha mchezo, kwanza Simeone nyota yoyote wa timu ya taifa ya Tanzania akiingia katika kikosi cha kwanza timu ya taifa ya Morocco, kwa maana kuanzia golikipa mpaka wachezaji 10, wachezaji walio wengi wanatoka barani Europe, tena sio Ulaya ya soya. Maana yake hapo soya njia hii kama unaenda kondoa kwa pembeni kuna sehemu inaitwa soya kama Ulaya. Sio Ulaya hiyo. Sio Ulaya hiyo. Sina shaka na kocha Hemedi Morocco, lakini naamini pia ni wakati wetu wa kuendelea kujifunza kupitia hawa wakongwe ambao nafikiri kama ambacho umezungumza, ushamba si tusi wala sio neno baya. Nafikiri ni wakati pia kujifunza kwa wachezaji wetu kwenda kupata uzoefu, kucheza katika viwanja vikubwa, kucheza na wachezaji wakubwa. Kwa hiyo hii nafasi kwetu ya kuitumia vizuri, pia kuwatangaza wachezaji wetu ambao tukiwa na wachezaji wengi ambao wanacheza ligi za nje, wachezaji wa kimataifa, tutakuwa na kikosi bora ambacho kitakuwa hakina ule ushamba ambao pengine utoke hapa uweze kaanza kushangaa tena magorofa uweze kushangaa. Kwa hiyo naamini hii ni nafasi nzuri, ukiachilia mbali matokeo, ni nafasi nzuri ya kujifunza, kwa sababu tumeona timu yetu ya taifa sasa hivi ina vijana wengi ambao wanahitaji kupata nafasi zaidi ya kucheza. Ili waweze kupata nafasi zaidi ya kucheza, ni moja hapo ni hii kujifunza kwa kucheza na timu kama hii ya Morocco. Na nimekwisha kuanza baadhi ya nyota ambao wamejumuishwa katika kikosi timu ya taifa. Novatus Dismas Miroshi tayari ametua nchini, nimemuona na tayari kwa kujoin na timu Costa kule Tanga. Lakini pia Kelvin John aka Mbappe na yeye atawasili nchini kwa ajili ya kwenda kujiunga. Mbwana Samata tutamiss, kocha yeye anasema tutamiss, na mchango wake
katika mechi zile zilizopita unafahamika, lakini hakuna namna, ni opportunity, ni fursa kwa wachezaji wengine ambao wako katika hilo eneo, kwa maana na wao wanaweza kuonyesha kitu. Team inacheza the teamwork na sio kwa kumzunguka tu mchezaji mmoja. Kwa hivyo ingawa ni pengo, lakini mimi nafikiri kuna haja ya kumuita Mbwana Samata hata kama hayuko fit to me, kwa ajili ya hamasa, kwa ajili ya hamasa, lakini kwa ajili hata ya kuwaogopesha opponent. Manake unapokuwa na Mbwana Samata katika bench, manake hata kocha wa timu pinzani kuna namna ambavyo ataweza kuweka mtu wa maana nje, akiamini kwamba huenda kuna sababu ya Mbwana Samata. Inaweza mchezaji bora wa mwezi mwezi uliopita, mwezi Februari, amekuwa ni mchezaji bora wa ligi ambayo anacheza akiwa na kikosi cha PAOK. Nafikiri ni mchezaji ambaye yuko katika muendelezo bora sana. Sasa yale matokeo ambayo anayapata kule akiwa na kikosi chake cha klabu ya PAOK, nafikiri kama angeitwa pengine ingekuwa ni sehemu ya kumtetemesha kocha wa timu ya taifa ya Morocco, kuona la maybe kuna mchezaji bora ambaye yuko nje, kwa hata yeye mipango yake anayoipanga moja kwa moja atakuwa anapanga mipango kuzingatia kuna Mbwana Samata. Timu yoyote ya taifa inapokuja kucheza na Tanzania, miongoni mwa wachezaji ni majira saa 1:15 mpaka majira saa 3 kamili za usiku.